Karibu katika mwendelezo wa simulizi zetu. Nikukaribishe sana mpenzi msikilizaji katika simulizi nzuri, simulizi ya Nimpende Nani. Miaka takriban 50 iliyopita, ndani ya kijiji kimoja kiitwacho Pimbua, palikuwapo na wapenzi wanaopendana sana. Hapa tunakutana na Sadiku pamoja na Dora. Hawa ndio watu walioandika historia za upendo katika kitabu chenye kurasa za mapenzi. Historia yao ya mapenzi ilianza mbali sana, toka wakiwa tumboni kwa wazazi wao. Sadiku alikuwa ni mtoto wa kifalme, mtoto kutoka katika familia ambayo ilijiweza katika kila kitu, ila ilikosa baraka ya mtoto. Kipindi cha muda mrefu uliopita, mfalme na malkia wa himaya hiyo walikosa mtoto. Jitihada zilikuwa nyingi sana kuhakikisha wanapata zawadi adimu inayopendezesha nyumba. Falme nzima ilichafuka kwa kashfa ambazo zilichafua taswira ya kifalme. Kashfa zilitawala vya kutosha. Wananchi waliubeza ufalme, hasa mfalme na mkewe, kutokana na hali yao hiyo ya utasa. Mfalme alighadhibika sana. Alianza kutenda mauaji kwa wale wote waliokuwa wanaisema familia yake. Aliua watu wengi sana, kiasi ambacho kila mtu alipata woga kuendeleza kusambaza umbea huo. Baada ya miaka mingi kupita, katika kipindi cha uzee, wawili hawa waliweza kuzaa mtoto ambaye aliitwa Domian. Domian alipewa mamlaka ya kumiliki falme. Toka akiwa mchanga, mamlaka yalimtawala. Baba yake alisubiri akue, amkabidhi gurudumu la uongozi, aendeleze maisha ya ufalme. Kwa hakika ilikuwa faraja kwa mfalme wa himaya hiyo kumpata mrithi wa tawala yake. Maisha yalizidi kuendelea. Baada ya miaka mitatu kupita, ndani ya falme hiyo palizuka uzao wa watoto wawili wenye kufanana mno. Watoto hawa walizaliwa mbali kidogo na falme, pembezoni ya mji huko, mashambani kabisa, mahali ambapo panafanyika shughuli za kilimo. Huko sasa moto uliwaka. Mama mjamzito alijifungua watoto mapacha, watoto ambao walifanana kweli kweli. Tamaduni za tawala hiyo hazikuruhusu kabisa uzao wa watoto mapacha. Sharti hili liliwekwa toka kale, enzi za mababu zilizopita, ni kwamba kuzaa watoto mapacha ni laana. Endapo itasadikika kupatikana kizazi hicho, basi yule aliyezaa uzao huo ajiandae kupoteza watoto wote hao. Baada ya mama huyo kujifungua watoto wake mapacha, mume alimchukua mtoto mmoja kwenda naye mbali kumtupa, ili amwokoe mtoto mmoja watakayemlea kwa ajili ya maslahi ya maisha yao. Basi safari ilianza kwenda kumtupa mtoto huyo mmoja ili kuiokoa familia kutoka kwenye majanga makubwa yenye kutisha. Huzuni ilitawala ndani ya familia hiyo. Vilio vilizidi kutamaraki. Safari ya baba kuelekea msituni ilizidi kusonga. Hatimaye ilifika katika eneo lililokuwa limekusudiwa. Hapo ndipo alipoitekeleza azma yake. Kile ambacho alikusudia kiliweza kutimia. Alihuzunika sana. Si kitu cha mchezo kumtupa mtoto unayempenda, lakini hapakuwa na namna. Ilimlazimu kufanya hivyo kutokana na sheria ya falme yao. Basi bwana, mtoto yule aliyetupwa katika msitu aliokotwa na mlinzi mmoja kutoka kwenye jumba la kifalme. Mlinzi alianza kumlea mtoto yule. Kila kitu alichopaswa kupatiwa mtoto basi alimpatia. Pia alifanya kuwa siri
kuweza kumlea mtoto huyu. Hakutaka yeyote ndani ya falme ile ajue kama yeye ameokota mtoto. Mlinzi wa kifalme hakuwa na mke kabisa. Mke wake alichukuliwa na mtawala. Kiufupi, mtawala wa wakati huo alimchukua kuwa kimada chake. Hapa tunamzungumzia yule mfalme aliyekuwa akisemwa kuwa yeye ni tasa. Muda nao huo haugandi, unatembea kwa kasi isiyo ya kawaida. Ni swala la kubandika na kubandua tu, mambo yanajipa. Umri wa watoto wote wawili ulizidi kuongezeka. Mtoto kutoka kwenye jumba la kifalme, yani Princess Damian, tayari alishakabidhiwa ufalme. Wakati rasmi wa yeye kutafuta mchumba uliwadia. Hapo ndipo palipoanzishwa mashindano ya mamisi, wasichana vigori wenye mvuto wa uhakika. Mionekano ya wanawake hao ilikuwa ikirarua vyema moyo wa Damian. Lengo la mashindano haya lilikuwa kumpata mwanamke mlembo atakayeolewa na mtoto wa kifalme. Basi mashindano yalianza. Pacha kutoka kijijini aliwasiri kutafuta nafasi ya kuolewa na mfalme. Huku ndani ya ngome ya kifalme, mtu na baba yake wanapanga mipango ya kumlipua mfalme kulipiza kisasi. Hapa tunazungumzia ile familia ya mlinzi wa kifalme na pacha yule mwingine aliyeokotwa.